Mradi wa kuimarisha ustahimilivu na bioanuwai ya misitu ya mazingira asilia dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo ndugu washiriki, nimejulishwa kuwa lengo kuu la mradi huu ni kuimarisha uwezo wa misitu yetu kustahimili athari za mabadiliko ya tabia nchi, na utatekelezwa kama nilivyosema awali kwa miaka takriban 6 kuanzia Septemba 2023 hadi Septemba 2029 kwa gharama ya dola za Kimarekani milioni 5,837,000 ambazo zimetolewa na mfuko wa mazingira duniani GEF pamoja na shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP. Katika hili namshukuru Mheshimiwa Rais. Kwa kawaida mashirika haya ya kimataifa yanapoenda kuchangia katika nchi wanakuwa na vigezo, wanakuwa na masharti kwamba fedha hizi zitatumika kwa mujibu wa utaratibu. Kwa hiyo rekodi yetu ni nzuri chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, na ndio maana tunashirikiana na mashirika ya kimataifa. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuiweka Tanzania katika ramani ya kimataifa. Makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais. Najua nchi nyingi sana zingetamani kupata fedha hizi, lakini yamkini hazikizi vigezo, lakini sisi Tanzania tupo imara kabisa na vigezo tumekidhi, na ndio maana GEF na UNDP ni moja ya wadau wetu muhimu, partners katika shughuli za maendeleo. Tunawashukuru sana. Tumetembelea hapa, kuna camp mbalimbali, lakini pia tunaendelea kualika wawekezaji ambao wanataka kuwekeza katika maeneo yetu. Tunazo sheria ambazo zinaruhusu wawekezaji wa ndani, wa nje. Lazima tuende tunabuni mazao mapya ya utalii. Utalii oye! Uhifadhi wa misitu oye! Katika mradi huu pia tutakuwa na shughuli ya ujenzi wa vituo vya ulinzi wa misitu takriban 13. Lazima tuwe na ujenzi wa vituo vya ulinzi. Tuko pamoja? Kama alivyosema RC, Katibu Mkuu na wote waliotangulia, katika kutunza rasilimali hizi sisi tumepewa dhamana. Sisi ni pamoja na nyinyi. Hizi ni rasilimali, ndio maana tunasema tumerithishwa. Kwa hiyo tumepewa dhamana kwamba rasilimali hizi zitumike kwa kizazi cha sasa na kizazi cha baadaye.